Karibu wasaa wa Jicho Letu Mikoani, tukiwa tumejikita kuangazia swala la usalama wa chakula. Takwimu zimeonyesha kuwa upotevu wa chakula uko wastani wa asilimia 25 hadi 40 wakati wa kuvuna, kusafirisha, kupukuchua hadi kuhifadhi, hivyo kuwa moja sababu za upungufu wa chakula kwa ngazi ya familia. Jicho Letu Mikoani leo tunaangazia teknolojia mpya ya kuhifadhi mazao, na rejea yetu ni kijiji cha Ibambala, kata ya Ushetu, kama mwandishi wetu Maliganya Charhani anavyotuhabarisha. Hali ya mazao ya chakula na biashara katika halmashauri ya wilaya Ushetu mkoani Shinyanga inatia matumaini ya kuvuna licha ya mvua kunyesha kwa wastani wa asilimia 50 msimu huu. Tekla Alexi ni miongoni mwa wakulima ambao huvuna magunia ya mahindi zaidi ya 10 katika ekari moja kutokana na matumizi ya mbolea ya samadi. Pamoja na wakulima wenzake, wamekuwa wakikabiliwa na uhifadhi hafifu wa mazao yao baada ya kuvuna, ambapo huoza ama kushambuliwa na wadudu. Baada ya kuvuna, watu tunahakikisha mahindi tunaweka kwenye mifuko, tunawekea dawa. Lakini kwa sasa, kwa elimu tuliyopata, mwaka huu tulikuta tumeisha vuna tukaweka mwenye mbolea. Kaja mtaalamu katutahamisha kuambia kwamba mtumie silo. Hii ni teknolojia mpya ya kuhifadhi nafaka ili kupunguza upotevu kwa kutumia mifuko ya tabaka 3 maarufu kama piksi na vihenge vya chuma ama silo, ambavyo ni juhudi za shirika la kimataifa la Helvetas kupitia mradi wake wa GPLP. Leo ni siku ya kuwaonyesha wakulima ufanisi wa teknolojia hii baada ya mahindi kuhifadhiwa kwa muda wa miezi 4 bila kufunguliwa, ili kuihamasisha jamii kuitumia. Jaribu kwa mahindi ambayo yana wadudu tayari. Nikanunua mfuko mmoja, nikaja kuyahifadhi kwa mwezi wa 5, maana wadudu tunatoka shambani. Nikahifadhi kwenye hii mifuko, nikafunga kama nilivyoelekezwa. Baada ya kufunga kwa muda wa mwezi mmoja, kaja kufungua, kumwaga ile mahindi, wadudu wote wameshakufa mle ndani. Mifuko ya kawaida, yani mpaka uweke dawa, yani viuatilifu. Ndo mahindi. Shida ipo kwa sababu unaenda kuinunua, vile vile kule kuja kuiwekea ule uimara unakuwa ni hafifu. Yako salama kabisa na hayana sumu yenyewe yoyote kwenye kutumia binadamu, ukilinganisha na mahindi ambayo huwa tunaweka dawa. Hivi unachukua unaenda kukoboa. Uhifadhi wa zamani wa kutumia viuatilifu unatajwa kuwa na madhara ya kiafya kwa walaji. Za aina mbalimbali, magonjwa katika mfumo wa hewa, kupungua kwa nguvu za uzazi, pia na ulemavu wa viungo. Kutoa mafunzo ya hifadhi ya mazao kwa maafisa kilimo 20. Kutoa mafunzo kwa mafundi mchundo 9, ikiwa ni mmoja kutoka kila kata inayotekeleza mradi. Uongozi wa wilaya ya Kahama unaridhika na matokeo ya uhifadhi wa nafaka hizi kwa usalama wa chakula, shirika la Helvetas likisisitiza kuzingatiwa kwa kanuni za uhifadhi ili kupata matokeo chanya. Sababu unanunua mfuko mmoja wa shilingi 5,000, lakini utadumu nao kwa misimu 2, 3 hadi 4. Kwa haraka yako unaweza ukaiona shilingi 5,000 ni kubwa, lakini ukichukulia kwamba mfuko ule unapohifadhia chakula hauhitaji kuweka dawa yoyote. Mkulima anatakiwa hakikishe sailo hii ameiweka katika chumba ambacho kina paa kisichoweza kuruhusu mwale wa jua kutoka moja kwa moja, kwa ajili chombo hichi ni cha bati, na kikipata joto mazao yale yanaweza kupata unyevu na kuharibika. Hivyo tunashauri kikae katika chumba ambacho ni salama, chenye kivuli, lakini pia vile vile mahali ambako kuna mzunguko mzuri wa hewa, ili kuepusha mazao yake yaliyoweka kundani kuharibika. Jumla ya kata 9 zenye vijiji 45 ziko katika mradi huu wa kuzuia upotevu wa nafaka katika halmashauri ya wilaya Ushetu mkoani Shinyanga. Maliganya Charhani, Star TV, Ushetu, Shinyanga. Shukrani mwandishi nguli wa masuala ya kilimo na mazingira Maliganya Charhani. Mtazamaji, muda mfupi ujao nitakuwa hapa kwa habari za biashara na uchumi.